wakazi wa Kakamega pamoja na wagonjwa wamepaza kilio chao kuhusu troli za hospitali ya rufaa ya Kakamega zinazotumiwa kubeba maiti kutoka vyumba vya wagonjwa. Wakazi wanasema troli hizo hutoa mlio unaowatia wasiwasi wagonjwa waliolazwa na kuchangia vifo vyao. Wakazi kadhaa wakidai kuwapoteza wapendwa wao kutokana na hali hiyo. Anavyoarifu Julius Juma, sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kakamega kununua troli mpya ili kuwaepusha na maafa zaidi. Huu ndio mlio wa toroli za kubeba maiti katika hospitali ya rufaa ya Kakamega. Toroli hizi zikiundwa kwa mabati. Na kando na kelele, wakazi na wagonjwa wanasema ni kubwa ajabu. Na baada ya kuvumilia haya kwa muda mrefu, wakazi na wagonjwa hapa wameamua kuvunja ukimya wao kuhusu vifaa hivi, wakidai vinachangia vifo vya wagonjwa katika hospitali hii. Hizo trola ambazo ziko huko mochari, hizo trola zinafanya hata wagonjwa wanakufa kwa haraka. Hata mtu mwenye achatarajia kufa akisikia hiyo mlio wa hiyo mapati ya trola hiyo anakufa kabla hata hajafikiwa na daktari. Na karibu hata pia mimi nikufe nifuate mtoto wangu. Juu ilikuja inapika kelele na mwenye nilikuwa naye akaniambia ndio hiyo ya mtoto inakuja. Wagonjwa wakisikia wanaanza kuwa na wasiwasi. Utaona wanainuka kwa vitanda wanaangalia juu. Hiyo machele naenda ward gani? Na unajua wagonjwa wa mahututi wanakuwa na wasiwasi. Mimi ndio next. Wakazi hapa wanaamini kuwa baadhi ya vifo katika hospitali hii vingeepukika iwapo toroli hizi hazingetumika kusafirisha maiti, na sasa wanautaka uongozi wa hospitali hii kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kakamega kuangazia swala hili na kupata suluhisho mara moja. Ninaomba kaunti ya Kakamega wachukue mtindo mwingine wa kuleta kitu ambaye itapepa maiti kutoka kwa ward, ili isiwe kitu ya kusutua watu wakiwa kwa hospitali, wakiwa kwa ward. Watu wanashtuka na hiyo mlio sana. Kama gavana wetu angeweza kutengeneza troli ndogo za watoto, juu walikuja na hiyo ya watu wakubwa na nilishtuka sana, na mpaka sasa hivi naona mtoto wangu akitolewa kwa ward na hiyo troli kubwa ya watu wakubwa. Saa hizi wanapita katikati ya wagonjwa na wanasukuma ni kama wamekasirika. Na sisi katika mila zetu za Waluhya, maiti anaheshimiwa kuliko mtu mzima. Maiti kwetu tunaita maiti ni mfalme. Huwezi tukana maiti na huwezi kumdharau maiti na huwezi kumdhalilisha maiti. Julius Juma, NTV, Kakamega.